Mwanaume, unajuaje huyo ni mke wako wa kufa na kuzikana? Unampima kwenye vitu vichache. Moja ya vitu navyompima navyo ni hivi: ukiona umempa 200,000, 300,000, amemaliza zote kwenye nywele, kope, wanja, siketi, brauzi, sendo, 300,000 imeisha. Fika mahali sema tu, Bwana Yesu, roho yangu mikononi mwako naiweka. Huyu kiumbe siwezi kuishi naye, kwa kweli ni shida. Kwa sababu wewe unampa 300,000, hajaleta pasi, hajaleta sufuria, hajaleta mwiko, hajaleta kitu chochote pale nyumbani, zote zinaishia nywele, sendo, magauni. Huyo ujue huna future naye. Mwanamke ambaye una future naye lazima aanze kuweka uwekezaji. Wewe una uwanja mkubwa pale nyumbani, umekaa na mwanamke miaka 2, hajapanda hata kaparachichi, hajapanda hata papai, hajapanda hata nani chochote. Yaani yeye anaweka tu maua ya kwenye makopo. Bwana Yesu, roho yangu. Kwa sababu mwanamke akianza kuweka uwekezaji, anakupa matumaini kwamba huyo ni mke wako wa kudumu. Yaani ukiona mwanamke anasema tufungue duka, tujenge jengo, tufuge mifugo, tufanye hiki, ujue huyo ni mke wa kudumu. Lakini ukiona mke hawazi mifugo, hawazi miradi, hawazi kitu gani, yani huyo ni kusema tu, Bwana Yesu, roho yangu mikononi mwako naiweka. Kwa sababu uwekezaji haupo. Na sisi wachungaji tunatiwa nguvu unapoona una waumini wenye kuwekeza kanisani. Yaani ukiona muumini amenunua spika, ameweka, amenunua maiki, ameweka, amenunua viti, ameweka, amenunua meza, ameweka, huyo sio wa kuhama. Maana tayari ana uwekezaji, anahamaje? Ndio maana mwanamke aliyewekeza kwa mume wake hata tape makofi, atalia, atakusanya mabegi, ataenda nyumbani, anakaa wiki moja, anatuma message, kwa hiyo huji kuomba msamaha, unafikiri ulichofanya ni sawa? Maana amekumbuka uwekezaji wake, amekumbuka viti vyake, amekumbuka meza zake, amekumbuka kila kitu, kwa sababu amewekeza. Muulize mulevi aliyewekeza kwenye baa, kwenye ile baa aliyowekeza haondoki, hata vita zitokee wapige na chupa, unakuta kesho yake tena yupo anasema, jana nilikaa hapa walinitwanga. Kwa sababu ile baa amewekeza.